Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, Dr. Peter Richard Kisenge amesema matibabu ya moyo gharama zake huanzia shilingi milioni 8 hadi milioni 20. Gharama hizo ni kubwa sana kwa baadhi ya familia, lakini serikali imekuwa ikichangia 70% ya matibabu kwa wasiojiweza. Hivyo anaishukuru benki ya Absa kwa kuunga mkono juhudi za serikali katika kuokoa maisha. Kwa namna ya pekee naomba nitoe shukrani zetu za dhati kwa Absa kwa moyo wenu wa kujitolea na ushirikiano ambao mmeufanya kwa taasisi yetu ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa kusaidia watoto wenye matatizo ya moyo. Magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi duniani na hapa nchini yanaongezeka kwa kasi, na katika magonjwa haya waathirika pia wapo watoto, ambapo wengi wao zaidi ya 70% wanakuwa wameyapata magonjwa ya moyo kwa kuzaliwa nayo. Kwa hiyo leo Absa imekuja kusaidia watoto ambao wengi wao wana matatizo ya moyo, na kama mnavyofahamu katika watoto 100 wanaozaliwa kuna watoto 2 wana tatizo la moyo. Kwa hiyo ni tatizo ambalo ni kubwa sana, na hapa JKCI tuna ile waiting list ambayo inazidi karibu watoto 1500. Kwa hiyo ni watoto ni wengi, na ili wafanyiwe upasuaji wa moyo mtoto mmoja anahitaji karibu milioni 8 mpaka milioni 15. Zipo operations zinazofika mpaka milioni 29. Kwa hiyo ukiangalia ni familia nyingi haziwezi, na familia nyingi zinakuwa zina uwezo mdogo. Namshukuru Mheshimiwa Rais anavyojitoa na serikali yake, anasaidia zaidi ya 70% ya watoto wote almost wanalipiwa na serikali. Kwa hiyo sisi kama JKCI tukasema shikiana na wenzetu, tukasema tulete kwenu haya maombi, na mmejitokeza na mmekuja kutoa hii support ambayo mimi nasema ni support kubwa. Ni support mnaoitoa ni zaidi ya pesa, kwa sababu mmeenda kurudisha uhai, mmeenda kurudisha upendo, mmeenda kuleta utumaini katika familia. Pengine mtoto huyu ambaye mmekwenda kumsaidia labda angeweza kupoteza maisha, lakini leo mmeenda kurudisha ile tumaini katika familia. Yule mtoto anaenda kuishi na baba na mama, wanaona kwamba mtoto wao anaendelea kupona na anaendelea na shule, na yule mtoto anakwenda kuja kuwa taifa la kesho. Lakini ni mtoto yule anaenda kurudisha uchumi, ambapo mimi na uhakika nyinyi watu wa benki mnasimamia masuala ya uchumi, kwa hiyo mnarudi. Kwa hiyo ni uwekezaji vile vile ambao mmefanya. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa niaba ya bodi ya JKCI, lakini kwa niaba ya serikali kwa jinsi mnavyofanya kumuunga Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kurudisha matumaini na kuwapa watu upendo. Akizungumza katika ghafla ya kukabidhi shilingi milioni 20 kwa JKCI, mkurugenzi mtendaji wa Absa Tanzania Obedi Laizer amesema kusaini kwa hati ya makubaliano ni kuendeleza kutoa msaada kwa watoto hao, wakiamini hapo ndipo watakapopata viongozi wazuri wa kesho. Kwa kupitia ushirikiano huu, Absa Bank Tanzania tumetoa msaada wa kiasi cha shilingi milioni 20 za Kitanzania kwa ajili ya kusaidia matibabu kwa watoto wenye changamoto ya moyo. Na Dr. Kisenge alizungumza hapo mwanzo kusema gharama kutokana na jinsi hali ya ugonjwa ilivyo ina range kutoka milioni 1 mpaka milioni 29 mpaka 30. Kwa hiyo inategemea wale watoto ambao watakuwa wamepata fursa hii wana uhitaji wa kiasi gani. Msaada huu utatolewa kupitia taasisi ya Heart Africa Foundation, taasisi isiyo ya serikali iliyoanzishwa na taasisi ya JKCI kwa lengo la kusaidia watoto wenye uhitaji.
kupata matibabu ya moyo yanayoweza kuokoa maisha yao. Absa Bank Tanzania, dhamira yetu kuu ni kuleta nguvu ya kuleta mema, tunaita kwa Kiingereza force for good, katika jamii tunazoishi na kufanya kazi, tukiongozwa na ahadi yetu ya chapa, yaani tunaita brand promise, your story matters, au kwa Kiswahili, story yako ina thamani. Tunaamini kwamba nyuma ya kila huduma tunayotoa na kila mchango tunaotoa kuna maisha ya mtu, familia na ndoto zinazostahili kupewa nafasi ya kufanikiwa bila ya kujali hali ya kiuchumi ya familia husika. Na kwa watoto wetu wapendwa wanaopatiwa matibabu, ninyi ndio sababu kuu iliyotukutanisha sisi hapa leo. Ujasiri wenu unatupa moyo mkubwa sana. Ndoto zenu zina thamani kubwa na mustakabali wenu ni muhimu sana kwenu, kwetu na kwa taifa kwa ujumla. Tunatumaini kuwa msaada huu utafungua ukurasa mpya katika maisha yenu, ukurasa wenye uponyaji, wenye afya njema, nguvu mpya na matumaini ya maisha bora. Kwa kurudia, ningependa kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi na wafanyakazi wote wa taasisi ya JKCI, timu ya Heart Team Africa kwa kutupokea na kuipa Absa Bank Tanzania nafasi ya kushiriki katika jambo hili muhimu na la kitaifa. Tunawashukuru pia waandishi wa habari kwa kuendelea kuelimisha jamii kuhusu magonjwa ya moyo kwa watoto na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano mpana katika kuhakikisha kuwa hakuna mtoto anayekosa matibabu kwa sababu ya ukosefu wa uwezo wa kifedha. Utiaji saini wa hati ya makubaliano ni mwanzo wa ushirikiano wenye maana na matokeo chanya, na niseme tu kwamba ushirikiano huu hautaishia kwa msaada wa leo ambao tumeutoa. Tunaposaini hati hii ya makubaliano, maana yake ni kwamba tuna lengo la kufanya jambo hili liwe endelevu zaidi na isiwe tukio la mara moja. Na ndio maana tumesema tuingie katika makubaliano ambayo yatatuwezesha sisi kama Absa na nyinyi kufanya jambo hili leo, lakini pia kuendelea kushirikiana huko mbeleni. Kwa hiyo tunashukuru sana. Miongoni mwa wanufaika wa michango hiyo ni baba mzazi wa mtoto Ajmal Bey, Bwana Adam Nuhu, mkazi wa Kinyerezi, Tabata. Ametoa shukrani kwa taasisi zote mbili kwa msaada huo na kuziomba taasisi nyingine kutoa ushirikiano kwa taasisi ya JKCI. Nadhani binafsi yangu nawiwa na kuchagua neno sahihi ambalo naweza nikalitoa juu ya madhila au na kadhia hii ambayo ninapitia. Kwa kifupi tu, tuamini kuwa sisi wazazi ambao tuna changamoto hii hatuna neno zuri zaidi la kuongea mbele yenu zaidi ya kusema tunashukuru, asanteni sana, na Mwenyezi Mungu awafungue hata taasisi nyingine waone kuwa jinsi gani tuna changamoto kubwa sana juu ya afya hasa za watoto. Waunge mkono jitihada hizi ambazo zimeonyeshwa na hii benki ya Absa, na taasisi nyingine nazo ziige, ili tu wananchi nao wafarijike, waone kuwa hata kile wanachokifanya kupitia hizi taasisi basi kumbe kuna mlango mwingine unafunguliwa na kinarudi kwao. Kifupi tu nasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Akitoa neno la shukrani kwa benki ya Absa Tanzania, meneja wa Global Medicare Bwana Daniel Lazaro ameishukuru benki hiyo kwa kupokea wito na kuunga mkono serikali katika kuokoa maisha ya watoto. Mlichokifanya leo Absa, mimi nasema hii huwa ni sadaka. Ni sadaka kwa sababu mmekuja kugusa jicho la Mwenyezi Mungu ambalo ni watoto wachanga wasio na mtetezi. Hapo mlipofanya, mmefanya kitu sahihi, na ninaamini watu wote waandishi wa habari walioko mbele yetu mchana wa leo watakuwa mabalozi kufikisha ujumbe huu kwa watu ambao hawajui nini kinachoendelea hapa JKCI, hasa upande wa watoto wachanga
wenye changamoto nyingi. Kabla mtu hujaingia kwenye hili jengo, ukiliangalia kwa nje unaweza ukafurahia rangi zake na ukasema labda walioko kule ndani ni madaktari tu wanaohangaika na watu wazima wenye shida za moyo. Unaweza usigundue kuna watoto wadogo wachanga wenye shida kubwa na nzito sana na hawana uwezo wa kusaidiwa bila serikali yetu, mashirika binafsi, taasisi binafsi kama Absa na raia mmoja mmoja wa Tanzania kufika na kutuunga mkono. Kwa hiyo kazi mlioifanya ya leo ni kubwa sana. Tunawashukuru sana kwa niaba kwanza ya wale watoto kabisa, kwa niaba ya wazazi na kwa niaba ya JKCI. Tuombe tu. Tunakushukuru pia mkurugenzi, umesema hili jambo litakuwa ni endelevu. Ni kweli kwamba tunahitaji mkakati endelevu wa kutatua hii changamoto iliyopo. Watoto walioko hapa ni wengi, wengine hawajafika, lakini tunaamini kwenye wadau wako huwezi kukosa mmoja au wawili kwa kufikisha ujumbe pia. Kwa hiyo tunaomba pia kupitia benki ya Absa mtusaidie kuwafikia wadau wengine ambao kwa njia moja au nyingine inawezekana bado hatujawafikia, ili nao waelewe, watuunge mkono kwa kiasi chochote. Hata tukipata wa kutuunga mkono kwa maombi, nayo pia tutashukuru, kwa sababu tunahitaji nguvu kwenye kila upande. Kwa hiyo kwa niaba ya taasisi ya Jakaya Kikwete na Global Medicare na timu nzima ya wazazi walioko hapa mchana wa leo, niseme tena asanteni sana. Mungu awabariki na karibuni tena JKCI, msituchoke. Asanteni sana. Informative TV.